mtazamaji, tunaendelea na habari za biashara hapa Channel 10 Plus. Uko na Pauline Mvungi, karibu. Wavuvi katika ziwa Tanganyika wamekiri kupata mafanikio makubwa ya kiuchumi, kikiwa ni pamoja na kuwa na uhakika wa kupata samaki baada ya serikali kuwafadhili vizimba vya kufugia samaki katika ziwa hilo. Tupate taarifa zaidi. Akiongea na Channel 10 kwenye mwalo wa Katabe mjini Kigoma, wavuvi hao wamebainisha uwepo wa faida nyingi za kiuchumi kupitia ufugaji wa samaki kwenye ziwa badala ya uvuvi wa kizamani wa kutojua utavua nini ziwani. Serikali katubadilisha kutoka kwa wavuvi wa kawaida, tumekuwa ni wafugaji wa samaki. Na kufuga tunaona ni bora kuliko kuvua, kwa sababu kuvua unakwenda ziwani haujui samaki ambao unaenda kuwapata ni kiwango mtani ngapi au ni kilo ngapi. Kufuga unafuga kitu ambacho wewe ulichokiweka wewe mwenyewe. Mazao yaliomo ndani ya vizimba, wale waliopata vizimba vile wanaleta, wanawauzia wananchi kwa rejareja, wananchi wananufaika. Hili naliona limekaa vizuri, sio kama mwanzoni tulikuwa tunasumbuka kupata samaki. Lakini wavuvi hao wakawa na ombi kwa serikali, huku wakiwahimiza wavuvi wenzao kujiunga na vyama vya ushirika ili waweze kupata mikopo ya kukuza mitaji yao. Samaki hawa huwa wanapata maradhi. Umeona? Wanapata maradhi, namna ya kuwatibu kama hauna keji nyingine ya ziada inakuwa ni changamoto. Wakitupa keji zingine hata 2 au 3 wakatuongezea, uzalishaji wetu utakuwa una ufanisi mkubwa, kwa sababu tutakuwa tuna sehemu ya kufanyia grading, tutakuwa tuna sehemu ya kuwatibia samaki. Wamejipanga kupitia ofisi hii na kupitia maafisa wa rajisi na maafisa ushirika watembelee ziwa Tanganyika lote parepo vyama vya ushirika wa wavuvi ili waweze kuwasaidia, waweze kuwapa mkopo. Kwa hiyo ukiwa na chama kuna faida sana, kwa sababu unapata kile ambacho ulikuwa unahitaji. Kuringe Mongi, Channel 10. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza bei mpya kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli zitakazotumika hapa nchini kuanzia leo Februari tarehe 4, zikionyesha kushuka kwa bei kwa mafuta zikionyesha kushuka kwa bei za mafuta aina zote, huku mafuta ya aina ya diesel ikishuka zaidi. Taarifa inatolewa na mkurugenzi mkuu wa EWURA Dr. James Mwenyekule inaonyesha bei ya rejareja kwa mafuta ya dizeli imepungua kwa shilingi 90 kwa mafuta yaliyopelekwa bandari ya Dar es Salaam, shilingi 25 kwa bandari ya Tanga na shilingi 24 kwa bandari ya Mtwara. Aidha, bei ya mafuta ya taa nayo imepungua kwa shilingi 14, 17 na 93 kwa mafuta yaliyopelekwa katika bandari za Dar es Salaam, Tanga na Mtwara. Pamoja na mambo mengine, EWURA imevikumbusha vituo vyote vya mafuta nchini kuchapisha bei za bidhaa za mafuta katika mabango yanayoonekana, na kutokufanya hivyo ni kosa kisheria na atakayekiuka ataadhibiwa. Wakati wa Tanzania wakijiandaa na mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani na Kwaresma, baadhi ya wafanyabiashara wadogo wamesihi wazalishaji na wakulima kutokupandisha bei bidhaa ambazo ni muhimu katika kipindi cha mfungo ili na wao wasipandishe bei kwa walaji. Akizungumza na Channel 10, wafanyabiashara hao wamesema kuwa kipindi cha mfungo ni ibada kwa Watanzania, hivyo si vema kuwaweka katika mazingira magumu ya upatikanaji wa bidhaa. Wanaokuja kutuuzia wanaweza katupandishia bei. Mimi naomba tu jamani, kwa huo mwezi wa Ramadhani unaokuja, kana ni mfungo wa Ramadhani, wasipandishe bei. Wauze hivyo hivyo jinsi walivyokuwa wanatuuzia. Kwenye msimu wa Ramadhani sio vizuri kuwapandishia wateja bidhaa. Anashauri tu punguze bei tu hivyo tuwabalansie kwa sababu ya ibada. Hata hivyo, magimbi ya mlima yanazidi kupanda bei sokoni, huku wakitarajia kuongezeka kwa bei hiyo kutokana na upatikanaji wake kuwa mgumu. Unakuja kuangalia kama magimbi mlima saizi yamekuwa adimu sana kutokana na upatikanaji. Hapo nyuma kuanzia mwezi wa 8 2025 tulikuwa tunanunua gunia 80, ila saizi yamepanda, yamefikia 120. Kwa hiyo kutokana na miundombinu jinsi ilivyo au na utaratibu jinsi unavyopata, huenda yazidi kupanda au yashuke, sababu kila jambo linapanga Mungu.
Na mtazamaji, tumefikia tamati upande wa habari za biashara na uchumi. Tupate mapumziko mafupi. Tukirejea hapa tutakuwa naye Eden Bahati kwa upande wa habari za michezo na burudani.